Kwa majina yangu ni Askofu Daktari Robert Ngai, ni katibu mkuu wa dhehebu la Assemblies of God Gospel Church International AGGCI. Awali ya yote nitumie fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyetujalia neema, amani na uzima wake mpaka hivi leo. Kanisa letu la AGGCI lilipita katika changamoto ya kiuongozi pindi tulipomaliza uchaguzi mkuu wa kuwapata viongozi wakuu waandamizi wa kanisa hili tarehe 28 mwezi wa 8 2025. Baadhi ya wenzetu hawakuridhia na uchaguzi huu uliokuwa ni maelekezo ya serikali baada ya usuluhishi tuliosuluhishwa tarehe 26 mwezi wa 5 2025. Na pia ilikuwa ni takwa la kikatiba kufanya uchaguzi huu, kwani tulikuwa tujafanya uchaguzi tangu tulipoweza kupata usajili wa kudumu tarehe 24 mwezi wa 4 2024. Kwa hiyo kwa maelekezo ya serikali na makubaliano yetu sisi wenyewe kwa pamoja, tulikubaliana kwamba tufanye uchaguzi ndani ya siku 120, na hata serikali kupitia msajili akatuandikia barua sawa sawa na makubaliano yetu, wala sio kwamba msajili aliingilia ama kuamuru vinginevyo, bali ilikuwa ni makubaliano yetu sisi wenyewe chini ya usimamizi wa ofisi ya msajili. Wenzetu walipokosa kuhiari hivyo, ndiposa walipanda mahakamani. Kesi imesikilizwa. Tunamshukuru Mungu kwamba tarehe 10 mwezi wa 4 siku ya Ijumaa 2026 saa 6:20 mchana, Mheshimiwa Jaji Longopa wa Mahakama Kuu alitoa maamuzi ama hukumu ya kesi hii kwamba kesi hii imefutiliwa mbali, hivyo kanisa hatuna kesi tena na hatupaswi kuwa na mgogoro tena. Kusema hayo, ushahidi wangu ndio huu hapa. Hii ndio nakala ya hukumu. Hii ndio nakala ya hukumu kutoka Mahakama Kuu, na ushahidi ndio huu, sahihi ya Mheshimiwa Jaji na muhuri wa Mahakama Kuu. Nafanya hivi kuonyesha kwamba naongea kitu kinachoishi, siongezi wala sipunguzi, kwa ajili ya utukufu wa Kristo. Na katika uchaguzi huu uliofanyika tarehe 28 mwezi wa 8 2025, tunapata viongozi wakuu wapya. Askofu mkuu ni Paulo Busungu, askofu mkuu. Makamu askofu Ased Mwambete, na katibu mkuu Askofu Daktari Robert Ngai, mwasibu mkuu Julio Rafael Usukwa, na mshauri mkuu John Matias Nchambi. Kwa hiyo hii ni kamati kuu iliyopatikana katika uchaguzi uliofanyika tarehe 28 mwezi wa 8 2025. Kwa sababu hii niombe wapenzi watumishi wa Mungu, maaskofu, wachungaji, waumini wote, huu ni wakati wa kutulia na kushika kijiti cha injili ya Kristo. Tuhubiri injili ya neno la Mungu la kweli, injili ya amani. Tuliombee kanisa, tuombee wachungaji, watumishi, tuliombee taifa letu. Kwa hiyo ni wakati mzuri, kila mmoja asimame mahali pake kwa wakati wake, na ni wito wangu, naongea haya kwa niaba ya kamati kuu, kwamba wale wote ambao kwa namna moja ama nyingine kwenye hili wimbi wakawa upande mwingine, sasa
pande zote hizo tunaomba tukae pamoja kwa umoja. Naomba kila mmoja, hatuna sababu ya kumuuliza kwa nini ilikuwa. Yameshaisha na hatuna sababu ya kuyaendeleza yale yaliyokwisha kupita. Hata Waswahili wanasema yaliyopita si ndwele, tugange yajayo. Maandiko matakatifu yanasema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Kwa naomba tuendeleze upya wa Kristo. Alivyofufuka alikuwa na utukufu mpya. Naomba AGGCI tuanze na utukufu mpya. Kwa hiyo mashtaka haya kama yalivyo orozeshwa kwa waliokuwa wameshtakiwa ni kwamba walikuwa washtakiwa 6. Alikuwepo msajili wa vyama vya kijamii, alikuwepo katibu mkuu wizara ya mambo ya ndani ya nchi, alikuwepo Robert Ngai katibu mkuu, Paul Busungu askofu mkuu, Julio Rafael Usukwa mhasibu mkuu, na alikuwepo mwanasheria mkuu wa serikali. Sasa wote hawa wameorodheshwa hapa kuonyesha kwamba mashtaka yao yameisha, kesi yao imeisha, haipo tena. Niombe watumishi wenzangu, niombe wachungaji wenzangu, embu njooni tuifanye kazi pamoja kwa umoja, na si wa AGGCI tu, na wengine kokote kule mliokuwa mmestopu kwa sababu ya kuona hiki kilichokuwa kinaendelea kichangamoto kimeisha. Milango iko wazi, watumishi wa Mungu wake kwa ume, karibuni sana tuifanye kazi ya Mungu, tukijua wakati umewadia, Kristo anarudi kulichukua kanisa lake. Ni wito wangu, niwatakie kila laheri, karibuni sana tuifanye kazi ya Mungu. Tunawapenda wote na tumewasamehe wote, tumewasamehe wote, kila mmoja kwa nafasi yake tunampokea, ili tuweze kusonga mbele katika utumishi wa kanisa jipya sasa ambalo halina mawaa. Niwakaribishe, karibuni sana. Mungu wa mbingu na nchi awabariki. Amen. Asante sana.